Usiku anaingia kwa hiyo jeneza, Saturday analala ndani. Unajua kuna connection katikati ya, kuna a certain kind of witchcraft katikati ya maiti na walio hai. Unasikia Bible inasema kwa Leviticus that people should not consult the dead. Inaitwa necromancy. Necromancy is a way of consulting the dead for powers. So unapata kuna uhusiano katikati ya maiti na walio hai kishetani. Sio ati ni kitu ambacho Mungu ameruhusu, but satanically. So hao wahubiri wanagundua hiyo kitu. Yes. And then utapata kama halali kwa sanduku, kuna kitu ingine kitafanyika. Like now walikuwa wanaenda wananua maji ya maiti. Na hii maji sio vile unafikiria ati inaosha maiti alafu ndio wanateka. Hapana. Kuna pipe inachukuliwa, sijui inaitwaje kwa English, inaingizwa ndani ya mdomo ya maiti. Hiyo pipe inaingizwa kabisa inaingia kabisa mpaka inapita hizo intestine. Then wana flash. Na hiyo pipe iko perforated, iko na mashimo. So maji inatoka from all there. Then wanawasha maji kama ile ya car wash, iko kwa high pressure. So inatoa hizo uchafu zenye ziko ndani ya huyo mtu. Then maji ya mwisho inakuwa very clear, inatekwa, inawekwa kwa chupa. So hiyo maji ndio inakuja inatumika kama holy water kwa church. Hiyo maji hiyo ndio maji inatengeneza holy communion, watu wanakunywa. Hiyo maji holy communion. Hiyo ndio inapikiwa na pilao na Waislamu. Unaonanga Waislamu wakati wanafanya mambo yao, tunaenda tunakula, wako generous, wanapatia Waislamu pilao nini. Wao hawakulangi hizo pilau. So Wakristo wenye wako na appetite sana wanapewa, wanakula hizo pilau. Yeah. I've been in Arabic countries and I've seen. Inatokana na hiyo maji. So hiyo maji kuna kazi mingi. Hata wafanyabiashara wananua hiyo maji. Umewahi enda kwa duka, unapata maji imenyunyizwa kwa duka. Na watu wamejaa duka hivi. Ni hiyo maji ya mochari. Ati umesema ni ya baraka pia. Walevi, wagema wanaopika pombe wanatumia hiyo maji. Ndio unaonanga kuna walevi wako addicted kwa pombe kabisa. Baya sana. Hiyo addiction inaletwa na hiyo maji ya mochari. Juu wanapika pombe na hiyo maji ya mochari. Busa nini, changa, hizo maji wananyunyiza kwa hizo pombe. Ndio watu wakikunywa hiyo pombe wanakuwa very addicted. Kwani tuko dunia gani? We. Unaonanga hii msemo inasemanga mgema akisifiwa sana, tembo ulitia maji. Ni hiyo maji inaongelewanga hiyo. Tembo ulitia maji manake kuna saa ingine, kwa sababu hiyo ugema is demonic. Ni kama something satanic. Sasa wakati watu wanaanza kukataa, hawataki kukunywa pombe, so lazima atie hizo uchawi ndani. Ndio sasa watu wakuwe addicted, waendelee kuvutwa, sasa wavutwe na hizo uchawi. Hiyo maji ndio wafanyabiashara wanatumia. Ukienda unapata wamenyunyiza kwa maduka zao. Ukienda unapata hiyo ndio maji. Unaenda kwa makanisa zingine, holy communion ni kila Sunday. Kwa nini wanatumia maji ya maiti? So that ukue unaona kama vile, yani wanasemanga kuna msemo inasema as sure as the dead. Yani unakuwa obsessed na hiyo church. Kwa Kiswahili sijui nitatumia lugha gani. Unakuwa mtu ambaye umekamatwa. Hiyo church utaitetea mpaka ukufe. Hiyo church utakaa hapo mpaka siku utakufa. Kifo ndio itakutoa kwa hiyo church. Wanaenda mochari saa ngapi? Mochari kuna watu wanaenda huko. Kuna watu hata mochari, hata ukienda mochari yeyote. Kuna washirika pia hata wanafanya mochari. Like sisi tulikuwa na mshirika anafanya mochari. Of course, obviously ni Mukisi.
alikuwa anafanya mochari. So huyu ndiye alikuwa analeta hiyo maji. Umerudi Kisiti. Yeah. Huyu ndiye alikuwa analeta hiyo maji. Na alikuwa anauza si bure. Chupa hivi ya maji, chupa kiasi hii ya 50 ml ilikuwa inatoka 5,000. So ukitaka 5,000. Ukitaka lita kama 10, that is around 10,000. Lita 10 ya maji ya mochari, it's like 10,000. Nayo sasa unaitumia kidogo kidogo. But hiyo maji shida ni ikikaa kwa nyumba itatoa harufu. Have you ever gone to church? Umeenda kanisa karibu na madhabahu na unasikia harufu ya maiti kabisa. Inakuanga ni hiyo maji kwa hapo. Oh my God. Sip some water sasa kabla tunili hiyo. Yes. Unasikia harufu ya maiti kabisa na uko church. Hiyo maji inakuanga hapo. Sababu ikikaa kidogo lazima tutafanya tuende tuanze kunusa. Endeni munuse. Endeni munuse. Najaribu kuunganisha mahali nimepita hivi na pale. Maji ya mochari. Kwa hivyo wale wanafanya mochari wanajionea hizi wafanyi biashara especially wa Kamulu na Joska, hiyo ndio maji wanatumia. Unaona, ukienda kwa biashara ja sana sana, ukienda Joska, ukienda asubuhi kabla hawajaanza kutandika vitu, utaona maji imemwagwa eti wanapunguza vumbi. Si vumbi? Hakuna. Kwanza Joska kuna mchawi Sosara anatoka Tala, anakuja akipeana uchawi kwa kila mtu. Alafu jioni anakuja akichukua sadaka, akichukua uchawi yake akirudi naye. Hiyo inafanyika Joska. Watu wa Joska, haleluya. Oh my God. Sasa mi hata niko hapa kwa mochari. Hao watu basi wamejionea maneno mengi, wale wanafanya kazi kule kwa mochari. Kwa mochari kuna mambo inafanyika mingi sana sana. Utapata hata kuna wacha hiyo hata ya mocha hiyo ya maji hiyo iko afadhali. Kuna sasa sehemu za siri wakati mtu yenyu amekufa, mkimtoa mochari tafadhalini mumwangalie. Kuna wengine wametolewa sehemu za siri, wametolewa private parts, wametolewa ulimi, wengine wametolewa macho, na hizi vitu zinauzwa pia kwa wachawi. Like macho ya maiti sijui hivi tu niseme ama niwachane nayo. Macho ya maiti mostly inatumika na landlords. Yes. Before nyumba yake kujengwa ama kama imeshajengwa, hiyo macho kuna mahali inawekwa juu. Hiyo anasema ni ya kuona hatari yenye iko around nyumba. Have you ever gone ukiishi nyumba zingine siko na mapepo sana? Watoto hawalali usiku wanapiga nduru. Wewe mwenyewe unakuwa na uoga, hata usiku wengine wanaumwa na kichwa. Ukitembea kwa hiyo plot unasikia ni kama nywele inasimama, kuna kitu inakufuata nyuma. Okay. Ni hizo vitu zinaendelea. So hizo biashara ya mochari iko na mambo mengi. Kuna hizo sehemu zinauzwa ulimi, matiti ya wanawake inauzwa. Matiti. Yes. Na hii sasa inanunuliwa na watu wenye sio wa kanisa, au labda hasa tu ni wachawi tu kabisa. Sasa unaona, ananunua hiyo matiti ya mwanamke. Kuna vile wanaifanyia hiyo matiti, anakaa nayo, anaishi na hiyo matiti kwa nyumba yake. Kuna mmoja alikufa na hiyo ni Kisii. Alipokufa, unajua Kisii wakati wachawi wanapatikana wanauawa kinyama na hawawezi katwa na panga.
sababu inaaminika ukikata mchawi na panga damu yake ikimwagika na wewe yako itamwagika. So huwa wakati unapanga, kile wanafanya wanachukua msumari inchi 6 anaekelea hapa na nyundo. Ati Utasema wale unakuanga na wao. Na surprise, nimewahi ona mchawi akiuawa Kisii. Hawawezi lia. Anafanya tu ati nduru wai hakuna. Ndio nasikianga watu wanasema kuwa na roho ngumu kama ya Mkisii. Hiyo ni uchawi. Hiyo ni uchawi. Sema wale unakuanga na wao. Utasema hawezi sema mpaka akate roho. Hawezi. Wataingiza msumari iishe, waingize ingine iishe, waingize kwa macho wagonge iishe, wagonge macho ingie iishe. Hawezi. Mpaka akufe. Na hata sema. So huyu nyumba yake ilichomwa na kuna bagi ilipatikana na hiyo matiti ya mwanamke. Atakufa a very painful death. Yes. Lakini hatasema. Hataongea. Hizo vitu huwa zinachomwa ama huwa zinazikwa? Sasa watachoma tu kama polisi hawatakuja kumuokoa. Unajua sasa polisi hata walichoka Kisii. So unaonanga wa Kisii wengi wametoroka kwao, wamekuja. So polisi wamechoka. So wanawacha tu uwawe tu. Juu sasa hata wakikuchukua wakushike wakuweke jela, utarudi huko bado utauawa. So they die a very painful death. Wamama wanaingizwa chupa za soda huku chini ya sehemu zao za siri. Wakigonga mpaka chupa inapotelea ndani. Oh my God. But hatasema. Hataongea. Hawezi ongea. These are things which are happening. These are things which are real. Uchawi inafanyika. Mimi nilidhani ni maji ya kuosha watu mochari hiyo. Ya kuosha sasa hiyo labda sasa Western ndio nilikuwa huko. Ambapo mtu akikufa wanaosha maiti vizuri na wanateka hiyo maji. Hiyo maji inapika chai. Umewahi kunywa chai ya Western ya matanga? Haina taste. Hata nyama. Hiyo maji ndio itaosha nyama. Na hiyo kitu pia inafanyika Kisii na Kuria. Hiyo maji itaosha nyama, alafu ndio nyama inapikwa. Hiyo maji itapika chai. So wanaamini kama ulikuwa umehusika kwa kifo yake, ukikunywa hiyo chai hata wewe utapatikana. Lakini kama hujahusika na nini, hakuna madhara. Hakuna madhara, but sasa it's not good. It is unhygienically. Na ilikuwa na test. I think tuko victim. Mpaka maji ya Baraka unasikia nikirudi. Ati maji ya Baraka? Yeah. Hizo ash unasikia watu wanawekewa hapa na kanisa zingine zinakuanga ni watoto wamechomwa fetus, wamechomwa mpaka wameturn kwa black. Alafu ndio wanawekewa sasa watu msalaba hivi. Tirere si nini? Si matawi ya yenye ina palm. Hata kuna mafuta mengine tunaweka kwa msalaba. Somebody aliniambia hiyo mafuta yanakuwa kwa chupa fulani. Kama sio ash, hiyo nini? Kama sio yule Ash Wednesday. So kuna some churches during the service. Kama ni kubarikisha watoto, hiyo kama mafuta inapinywa hivi. Nasikia ati inakuanga not all but nyingine inakuanga na yeah. Hiyo ndio dunia tunaishi. Sasa zinafanyika za kazi gani like, na tunasema ni Mungu tunaomba ama washirika hawajui? Washirika hawawezi jua. Hii vitu inafanyika so that washirika wakuja kwa kanisa wakwe wengi, alafu wasitoke. Sababu mostly wanataka observe. Washirika wasitoke kwa kanisa, wasiwa wanatoka ovyo ovyo wakiwacha kanisa, wakuwe staunch kwa hiyo church.
Ndio maana wanatumia vitu kama hiyo, maji ya mochari, eneza Holy Communion, mnakunywa Holy Communion, hamujui imetoka wapi, unamwagiwa maji. Unaonanga watu wengine sana sana unapata hiyo maji ya mochari, unapata kuna mhubiri mwingine akiombea watu ana spray kwa mdomo. Toka! In the name of Jesus. Hizo ni maji za mochari. Oh my God. Wacha niulize tu hii swali. Teacher, hii Jesus anatumika in the name of Jesus. Kwani huyu ni Jesus mgani huyu? Jesus ama kuna miungu mingi? Jesus, Bible inasema hivi. Yes. Wote sio wote wasemao Bwana Bwana. Sababu kwa hiyo Bible ina confirm watasema tu Bwana. Watasema tu Jesus. Lakini they are not of God. I tell you. Hey. Because you can never do that. Jesus himself never did that. Tukisoma kwa Bible, Yesu hakufanya hiyo vitu yote. Hatukuona mambo kama hiyo. Hatukuona. Hii mambo tunaona saa hizi ni strange. Na itafika mahali kwa kama tu Amerika. Saa hizi Amerika na Europe, like Europe now, hakuna watu kwa kanisa. They are not churches, Na inaenda hivyo. Because sasa hii kizazi tunaenda ni kizazi ambaye iko learned. Exactly, sure. Na ni kizazi ambaye inatambua maneno. So they are going to as they learn more, na itakuja fika watoto sasa wa hii kizazi cha Gen Z, they will never go to church. They will never. But even nowadays they are not going. Yeah. They will never go to church. Makanisa hii unaona itafugwa kuku. By the way, kuku ndio zitafugwa kwa hiyo makanisa. Sorry to cut you short. Kuna mass tulienda. Kuna mahali nilikuwa nimekuambia kuna mass mahali. So there was this European guy, pastor ama priest, akapewa bahasha yake na kuna mass nini, anashindwa kwa hakunanga hizi mass. Nasema this is conmanship, hata kutoa sadaka. Sema kwa nini mnaitikia kunini? Nzuri huyo nani hakusikia. Haezi toa yake. Nasema yani mnaibiwa mkiona. Because they expected the white guy atoe pesa mingi. Hakutoa hata shilingi. Alisema yangu haiendi kwa conmanship. Na ni priest. Wow. It is something that is pathetic. Yes. Vitu ya nini. If at all wahubiri hawatabadilisha wakwe wa ukweli, if they cannot change, waendelee ku brainwash watu, in the near future, hizi churches watafuga kuku hapo. I agree with you. I agree. Kama za hizi Europe, kanisa ni ukienda town na watoto, you pay ndio watoto wacheze ndani ya church. Ukienda kufanya shopping, unaambia watchman pale, nimelipa, wacha watoto wacheze ndani ya church. Then ukimaliza shopping ama kukunywa pombe, wazazi wameenda hata kukunywa pombe, wanarudi kuchukua watoto kwa church. Exactly. But Sunday, nobody goes to that church. True. In fact, imefungwa. Hata kuna mhubiri mwingine wa PCA alikuwa anatuambia zimekuwa converted. Hizo buildings they are converted to something, maybe club or something else. Mambo ya church no. Because people have been brainwashed. Watu wamepitia hali ngumu, watu wamedanganywa. You see those kind of nonsense that has happened. So nikiwa kwa hii kanisa ya Nigeria, that is what was happening. Na wakati mtoto huyu mama alikuwa anakanyagwa tumbo, mtoto wake akakufa. And it happened that aliita mpaka mtoto jina ya prophet. It happened that I was there, I was close. Nikapigiwa simu, pastor kuja, pastor kuja. So nikarush kwenda kwa nyumba yao. I found that the child is dead. So nikapigia prophet. Kauliza prophet, mambo iko hivi hapa, tufanye nini? Akaniambia chukua mtoto peleka church. Na uende uchukue ile sword nilikupea na ile staff. Nitakwambia cha kufanya next. So mama akabeba mtoto yake vizuri tu hivi kama mwenye bado ako hai. Tukaenda church. Tukamweka kwa madhabahu. Tukachukua sword, tukawekea juu ya mtoto. Kama vile Elijah alifanya, Elisha alipatia mtumishi wake staff. Tukajaribu kuweka hiyo staff. Mtoto hakuamka, hata hakuna kitu inaonyesha dalili ya mtoto kuamka. Baadaye nikampigia prophet. Hakuna kitu imefanyika prophet. What can we do? Akasema, mwambie huyu mama
achukue mtoto yake apeleke mortuary, and you know it is risk now. So what happened is history. Mimi niliwatoa tu church, nikaambia sasa imesindikana, but now nikakumbuka huyu ndio mama alikuwa anakanyagwa tumbo na huyu prophet. Yes. So mpaka akaita mtoto jina yake. Jina. And I'm telling you, ile siku mtoto alikufa, akaenda kuzikwa, kanisa ilijaa. So there's a possibility hata hii story inasemekana upeleke, yani muende church, muwekelee hii stuff and whatever. There was something. Yes, in the spirit. In the spirit that was happening. The church was full, my friend. What? Na mama bado atarudi. Mama alikuwa bado anakuja church. So unajua sasa hata anasema nikipata pia mimba ingine tena nitaita tu prophet. Bado tu anasema hivyo. So kanisa ilijaa, ikapack, na tuka expand kanisa, but along the way nikaona this is now too much. Yes. It's not something that I'm not going to continue like this. Because nilikuwa naona ndani ya moyo wangu I don't have peace. Yes. Peace haiko hata kidogo. Hata nikijaribu kutafuta amani siipati. Nikaambia Mungu, nao mahali nimefika. Mimi nimefika tu mwisho wangu. Yes. Siwezi rudi kwa Waislamu, sababu Mungu ulinitoa huko. Siwezi backslide, sababu nikibackslide I'm going to die. Nilikuwa naona kifo. Nilikuwa naona tu if I backslide I'm just going to die. Yes. So me what I did, niliamua nikampigia huyo prophet. Yes. Kwanza kabla nitoke sasa hiyo church, Mungu alikuwa ameniongelesha. Kaniongelesha akaniambia toka hii church. Wachana nayo, rudi Eldoret ama utafute kazi. Jue ni mwalimu. Tafuta kazi ufanye. Because you are a teacher. So mimi nikakataa. Mimi nikakaa, nikasema acha nikae kidogo nione what will happen. That time tukiwa church, kumbe mabibi ya Mungiki. Hiyo ni wakati Mungiki ilikuwa inavuma. Wamekuja church watatu. Na sisi hatuna habari. So wakakuja church, wakakuja nikawaombea. Wakaniambia pastor na ututembelee kwetu. So nikatembea kwa nyumba zao Kayole huko. Tukiwa na 2 brothers. Tulipoenda kwa hizo nyumba, ile silaha tulipata kwa hizo nyumba. Silinishtua. Mimi sijawahi ona. It was my first time kuona silaha kama hizo in the house. Yes. So mimi nikawaombea tu, kaambia what you should do, let us repent and tell God to forgive you. So mimi hizo silaha hatukuzigo, ni silaha hatari. So tuliziwacha tu hivyo. Sasa tukakuja kanisa, hao mama wakaendelea kuja church. Siku moja nikiwa kwa church, nimekaa church tu, nimesoma Bible, nasikia wamama wakakuja wawili. Tukaanza kuomba na wao. Kuna mama moja alikuwa Muislamu na mwingine alikuwa tu mama wa soko. So wakakuja tukashare neno la Mungu. Then tukimaliza kushare neno la Mungu tukawa tunaomba tu sasa na wao. Saa ile tunaomba, nikasikia watu wameingia church. Watu kama 5. Na nimefunga macho hivi. Kumaliza kuomba hivi, kufungua macho. Ni Mungiki. Na unajua hawa watu wako na mchezo. Kabisa. Kwa kuua. So the good part ni kwamba mama mmoja huyu mwenye alikuwa wa soko alikuwa anawajua. Because huyu mama alikuwa amekuja church, nikamuombea, akaokoka, akaconfess. Na huyu mama kazi alikuwa anafanya, yeye alikuwa unaonanga wa mama kwenda soko, kuuza vitu soko mapema saa 11 hapo. Yeye kazi yake ilikuwa ni kubeba bunduki, kupelekea
majambazi Gikomba huko. That is what is happening. Akishapeana bunduki tena atakuja na kikapu yake arudishe hiyo bunduki mahali inatakana. So akakuja hata hiyo siku akaniletea hiyo bunduki. Nikaiona na nikamwambia please do this, rudisha hii bunduki mahali umetoa na uache hii biashara. So akaenda akawachana na mambo ya bunduki. So alikuwa amekuja prayers. So tukiwa tunaomba ndio hao Mungiki wameingia. Alafu uzuri mama anawajua. So akaanza kuongelesha. Na unajua wanataka kunikata kichwa. Sasa mimi niliruka kwa madhabahu. Nikaruka kwa madhabahu, nikaanza kuomba. Nikaanza kuomba nikisema Mungu, nikitoka hapa sitarudi. Sasa walikuwa wananiangalia tu. Na wametoa mpaka hizo spanga. Wawezi panda. So wanajaribu kupanda, wakijaribu kupanda mimi ninaomba kabisa, nasema in the name of Jesus, in the name of Jesus. Na madhabahu ilikuwa kubwa. Sasa huyu mama akawaongelesha, wakatoka nje. Akawaongelesha wakaenda. So wakati walienda tukakaa na huyu mama, kaniambia Guy, pastor ungeuawa leo. Nikamwambia kwa nini? Ulienda kwa nyumba ya Mungiki? Nikasema mimi sikujua. Kaniambia siku nyingine usiende kwa nyumba ya Mungiki, utauawa. Hao walikuwa wameamua kuja kukuua. Hey, that is the time nilitoka hiyo church. Akaambia Mungu hapana nao. Na wakakuwa wamemwambia watarudi. So I left the church. Yes. I went to look for a job. Nikatafuta job nikapata ya shule fulani. Sitataja hiyo shule. Nikaanza kufundisha sasa. Nimewachana na mambo ya makanisa sasa kabisa. Mimi nao sasa ya teacher nao. Shule. Naenda shule. Nafundisha. Na nikahama. Nikatoka hizo area. Mimi nikaenda mpaka nilikuwa nakaa Kawangware. Yes. So I'm a good man. Nimevaa suti yangu mzuri na tai. Mimi niko class. I'm teaching na kwa shule nilikuwa at least nalipwa vizuri. Si mbaya. So nikaambia Mungu, let me just wacha nikuwe mwalimu. Hii mambo imenishinda kabisa. So that is the time nilijipata shule. Nikaanza kureform pole pole, but it was not easy. Yeah, sure, of course. Mtu ambaye amezoea pesa, mtu ambaye amezoea kuendesha magari, mtu ambaye amezoea kukaa nyumba nzuri, now niko Kawangware. So it was not something that was easy for me, but nikasema it is better. Let me do the work with my hand. Sure. Kuliko niende kukono watu, niende kutumia maji ya mochari. I found out that these things they are not good. Yes. Na nikaanza kuongeleshwa na Mungu. Mungu alinitoa mbali sana. God started guiding me slowly by slowly, counseling me. Nikaanza kufast. That is but kwa sababu sikuwa na amani, especially hiyo mambo ya sword. Najua niliwacha tu hivyo. Hata sikuchoma, sikufanyia hizo vitabu za cultic pia ambazo nilikuwa nazo mingi sana hizo vitabu nikawa nimesiwacha tu. So ukilala usiku unashambuliwa. Una peace. Unafinyiliwa, una mashetani na na nilikuwa naona accident. Kuna siku nilikuwa naenda shule, gari ikakuja mbele yangu na ikagonga watu 3. They died instantly. Na mimi ndio nilikuwa nafuata watu. Siku ingine natembea, mwingine anakuja na baiskeli anagongwa na gari mbele yangu. So I used to witness those things. Na usiku hiyo ningeota tu about blood ama niko butchery. Mungu akaanza yani ndoto zinakuja tu na Mungu ananiambia omba. Just commit yourself to prayer. So nilikuwa na fast a lot. Na natafuta uso wa Mungu na ninaambia Mungu anisamee. I stopped going to church. Nikasema hakuna church nitaenda. Let me pray by myself, read the Bible by myself. Hakuna church nitakanyaga. And I started feeling well. Nikaanza kuwa sawa. Nikaanza kusikia sasa nimeanza kupata nguvu. Nikiwa hiyo shule
there are so many things which also happened. But at a point nikaamua kwenda another church iko Satellite. Yes. Kasema because hii ni church ndogo hawa hawana maneno mingi. Let me join them. So nika join hiyo church, ilikuwa ya mzee fulani. Okay. So nilipo join huyo mzee naye akanitambua. Kanitambua na akaanza kunileta close tena. Tena akanipatia sijui nilikuwa assistant pastor. So tukaanza tena hivyo tu na yeye, lakini nilikuwa naendelea kwenda shule. Nasema nikiona kitu ambacho akifai hapa I rather continue with the school kuliko kuendelea na watu kama hawa. Yes. So huyu mzee naye shida yake ilikuwa immorality. Nikaanza kuona amewacha bibi ya kwanza, ameoa wa pili, tena aliwacha wa pili, ameoa wa tatu. Immorality. Too much immorality. Nikasema Mungu wangu, tena nimekuja tena hapa. Nikaanza kuona tena bado niko na shida. Nikaanza kuona I'm not okay now. Yes. So siku moja nikaambia Mungu hapa, nikawacha hiyo kazi ya shule. Yeah. So tukaanza kutembeanga na huyu mzee very close. Huyu sasa mzee ndio nilionanga nyoka kwa nyumba yake. Tumekaa sitting room hivi tunaongea na tulikuwa tunakunywa chai. Yeah. Mi sijawahi ona nyoka kama hiyo. Nyoka inameremeta sana. A very beautiful snake. Iko na color kama golden, red, orange hivi. A small snake. So ikakuja tu hiyo nyoka ikakuja. Na mimi naiona na nikasimama. Na yeye akachukua tu akaza wacha kuogopa, akarudi bedroom naye. Hey. Hey. Na akaniambia hiyo nyoka ni expensive sana. So it's a pet. Yeah, kind of. Kaniambia hiyo nyoka, hiyo nyoka unaweza uza millions of money. Kaniambia haina poison. Kaniambia haiwezi kukufanyia chochote. Hii tu ni ya kufanya nini? Ya kuattract pesa. Na kweli mzee alikuwa akikuongelesha hivi. Hey, I'm just imagining a snake. Akikuongelesha hivi, utatoa ile yenye uko nayo kwa mfuko umpatie. That is what I saw na huyu mzee. Utatoa hata pesa. Alikuwa anaongea, alikuwa na lugha tamu. Kiongea hivi unatoa chenye uko tu nacho unatoa. So that is what I saw. Ukienda Google utaona hiyo nyoka. It's there. A very beautiful snake. Very beautiful. Lakini inatumika kwa witchcraft. But inatumika kwa witchcraft. Okay. Mostly inatumika kwa like money rituals. Okay. Sana. So unaonanga sana hawa ubiri wanatembea nazo kwa suitcase. Exactly. Sasa na kubreathe. Yeah, hiyo ina shida na kubreathe. Haina shida. Inaweza kaa hata kwa suitcase. Unajua kuna vile hizo suitcase zao wamezitengeneza. Kuna vile itaingiza kahewa. Labda iko na ventilation. Yeah, itaingiza kahewa kidogo. Kama si kwa briefcase, zinakuwa kwa nyumba tu. Zinakuwa tu kwa house tu, yani zinatembea tu kwa nyumba tu kama tu pet. Vile tu pet inatembea kwa nyumba ikienda huku ikienda. By the way, mimi nilionaje? Silikuwa inaranda randa kwa nyumba. Then I saw si ni nyoka hii. I thought nilikuwa nafikiria ni fake snake. Zile zinakontroliwa na remote. But haikuwa hivyo. It was a real snake. Akaichukua na mkono. Tena anacheka na akaenda bedroom nayo. Akaniambia wewe tulia. Oh my goodness. Usiogope. Wewe tulia. Huyu naye hakuwa na kanisa kubwa. Juu kanisa yake ilikuwa ni kama watu tuseme kama 120. Hawakuwa wengi sana. Hata hakuwa na pesa sana. But akiongea kitu hivi like aliwahi enda Senegal. There are times he visited those areas. Kama Ghana, anakuja anatuletea story za kutoka Ghana, Senegal and whatever. So nikaona nimeshikana na huyu tena.
God, mimi sasa mimi mara ya mwisho nitakufa tu sasa. See, I'm just going to die now. Mimi nikifikiria nakuja kwa mtu mzuri. Kwani Mungu mimi niko na shida gani? Kwa nini nikishikana na watu ni wabaya? Kwani nikishikana na mtu ni diabolical? Kwani mimi niko na shida gani? I just need to pray. I need to pray. So nikaamua kutafuta siku ya kuomba. That is the time I went to pray. I fasted karibu 1 week. After 1 week now unaona siyuko shule, siyuko na huyu bishop, niko Nairobi, sina kazi, nahitaji kukula, nahitaji kulipa nyumba. Of course alikuwa amenipea nyumba, alikuwa na kashule but kalikuwa kwa watoto wadogo. So alikuwa amenipea one of the classrooms. Ninakaa hapo sasa. So saa 7 mimi nimekaa kwa nyumba. Njaa imenichapa. Unajua nimetoka kufast. Saa 7 usiku. Mchana tu, lunch time. Nimelala kwa malazi. Sikukuwa hata na bed. Nimelala tu hivi kwa malazi. Then nikasikia tulikuwa tuende fellowship. Hiyo masaa ya jioni. So nikaenda fellowship na mzee akaniambia I should preach. Huyu wanyoka huyu tu. I should preach that time kwa hiyo fellowship. So nikahubiri kuhusu faith. Hata sikuwa nimejitayarisha. So nikafungua tu Bible, Mark chapter 11 verse 23 to 24 about faith. Na nikaanza kuambia watu, you need to have faith. You know, faith is believing God until God does something for you. God loves people who have faith. Sasa nikihubiri hivyo, nikahubiri tu, sababu sikuwa nimejitayarisha. Yani tu nisongeshe masaa nitoke hapo. Tukamaliza, tukakunywa chai, and that is, hiyo ndio chai sasa nakunywa. Na nimetoka fasting. Na mandazi hapo. Kumaliza kunywa chai, nikaenda kwa nyumba. That was around 6, inaelekea saa 1. Mimi nimekaa kwa malazi hapo. Nimelala hivi. Nimeinua kichwa juu. Sasa nikasikia hiyo ni shetani kabisa. Eti wewe umehubiria watu mambo ya imani. Na wewe mwenyewe umelala hapa, una kitu ya kukula. You are a liar. You are going to sleep hungry. You have preached about faith. You are talking about the God you don't know. Huyu Mungu wako umujui. Na huyu Mungu wako si wa ukweli. You rather go to Islam. Nikaona hiyo spirit. Na inaniongelesha kabisa. Go to Islam. Islam at least wanatumia majini. Na vitu inafanyika. Go there and use water spirits. Na upate pesa. Wacha kudanganya watu hapa na imani. Na nikajua hii ni shetani. Nikasimama nikakaa kwa malazi hivi. Nikauliza kwa sauti, Mungu uko wapi? Are you there? God, are you there? Nilikuwa na hasira. Nikaamuka kwa hiyo nyumba. Nikakusanya vitu. Hii sahani, sufuria, stove, hakukuwa na mafuta, hakukuwa na unga, hakukuwa na chochote. Nikakusanya hizo vitu zote, nikasema zikae nje huko. Because haina faida ya kukaa kwa nyumba when there is food. Na nikazitoa zote, nikaweka pale nje, na nikasema ikifika asubuhi kama sitakuwa nimekula, naenda kutupa hizi vitu kwa choo. Kwa pit latrine. Na hivyo ndio nilikuwa nimemaanisha. Nilikuwa nakaa kama wazimu. Then nikarudi kulala tena. Kulala tu tena kama kawaida. Saa hiyo nimelala hivi. Sasa nikasikia sauti nyingine. Leave alone the other one. Ilikuwa inanihubiria mambo ya Uislamu. This is another voice. Inaniambia hivi. Unaamini neno langu? Nikasema ndio. Unataka kukula nini? Nikasema naweza kula nyama na ugali. Na ninaongea, I am conversing with the spirit. Na sasa this time round hii ni tofauti. Then akaniuliza tena,
hapo mahali umelala utapata nyama? Nikasema hapana. Ikaniambia amka uende mahali nyama inauzwa. Mimi nikaamka na nikatoka. Si nimeambia niende mahali nyama inauzwa. Na nikaamini huyo ni Mungu ananiongelesha sasa. So nikaenda butchery, ilikuwa tu kwa neighborhood. Nikaenda nikasimama hapo kwa butchery sasa. Nikaenda mpaka nikaingia ndani. Nikaingia ndani ya butchery. Nikauliza huyo muuzaji wa butchery, nyama kilo moja unauza pesa ngapi? Akaniambia, sijui aliniambia wakati huo ilikuwa chini 270 ama what. Nikamuuliza na nusu, akaniambia bei ya nusu. Na kuota akaniambia bei ya kuota. Alafu nikamwambia sawa. Akaniuliza nikukatie gani? Nikamwambia ni sawa tu, ngoja ninakuja. So nikatoka nikasimama hapo karibu na butchery nje hapo. Nikaambia Mungu, sasa nimekuja mahali nyama inauzwa. Nimeuliza bei. Nimeuliza bei na sasa mimi ndio huyu nimesimama mahali nyama inauzwa. Sikusikia sauti. Nikasema hapana. Nikajigonga kichwa hivi. Ama mimi niko na mashetani. Ama ile mashetani ya Nigeria bado inanifuata. Uzuri nilikuwa na simu. Nikasema ikifika, ilikuwa inaelekea saa 1. Ikifika saa 1 mimi naenda kwa nyumba. Ilikuwa kitu kama dakika 20. Ikifika saa 1 I'm going in the house na nitajua Mungu ni muongo, Biblia ni uongo na nitarudi kwa Uislamu. Sasa hiyo sauti ikanikujia tena. Utajua Mungu ni muongo kwa sababu hujakula nyama. Nikasema tena Mungu nisamehe. Mungu tu nisamehe. Mimi sijui nafanya nini. Sijui ni kitu gani kinanisumbua. Saa hiyo ninaendelea kujiuliza hapo, nimesimama hapo. Huyu jamaa wa butchery alikuwa ndani ya butchery. Alitoka kwa butchery mbio, akanipita mahali nilikuwa nimesimama. Kaenda kupiga break kama pale. Akarudi akanishika mkono akaniambia, kuja unifuate. Mimi nashindwa nini kimefanyika. Akanivuruta, kuja unifuate. So tukaingia kwa butchery, tukatokea mlango ya nyuma. Tukaenda tukaingia kwa nyumba, tukapata mama, sijui ni bibi yake ama ni nani, I don't know, ameanguka chini. Ametoa povu na anafanya hivi. Akaniambia kuja, shika huko, tumtoe nje, tutafute mahali gari iko. Nikamwambia wacha, achana na yeye. Nikamwekea mkono, wacha niombe. Umewaiona maombi mtu anaomba akitaka nyama? Wacha niombe, wacha nikemee, wacha niombe mpaka nikamwambia leta maji. Jamaa akaleta maji. Nikamuuliza mama anaitwa nani? Akaniambia jina yake. Nikamwambia, nikamsimamisha. Mama akasimama. Tukampanguza vizuri. Mama akauliza, kwani ni nini kimefanyika? Mzee akasema hata mimi sijui. Tukampea maji akakunywa, tukaminua. Akauliza, unasikia mahali popote? Hapana, sisikii. Lakini ndani ya moyo wangu nasema, Mungu wangu, kama hivi ndio unapeanga watu nyama. Hivi ndio unapeanga watu nyama. Wewe ni Mungu kabisa. So tukaongea, tukamaliza. Akaniuliza, wewe ni pastor? Nikamwambia mimi ni pastor. Kanisa yetu hata ni iko tu pale karibu. Kaniambia, si nilikuona ulikuwa umekuja kuuliza nyama? Nikamwambia ni mimi. Kaniambia kuja. Kanikatia nyama kilo 1. Na akanipea 500. Wow. Nikienda nyumbani nilikuwa nasema, Satan, you are a liar. You are a liar, Satan. So nikaenda nikarudisha vitu kwa nyumba tena. Nikapika chakula. Nikakula, nikashiba. Nikaambia shetani, sasa imani ndio hii. Hii ndio inaitwa imani. That night Mungu alikuwa ananiongelesha. Kaniambia, na kutoka leo
si umeona kile nimekufanyia. Kutoka leo ujue ya kwamba niko na wewe. Na utoke kwa hii makanisa yote, utoke, usiwahi enda kanisa ingine tena. Rudi shule. That is how I went back to school. Wow. Ile shule ile nilikuwa nimetoka. Na the way I went to that school, it was again miraculous. So unajua nimeenda mara ya kwanza nimewacha. So mara ya pili niko lunch hour hapa town Nairobi. Niko kwa lunch hour ya bishop fulani, alikuwa anaitwa Jokayo, ni marehemu. So tumehubiriwa. I used to like him so much. Wakati wamemaliza kuhubiri hivi, tumetoka sasa, tunasimama hapo nje. Unajua hapo City Hall kuna mahali watu wanasimama hivi wakingojea magari ndio wavuke pande waende Kencom. So tumesimama tu hapo. Mzee anakuja tu hapo. Tumesimama hapa, anapiga simu. Hello? Na mimi nasikia mwalimu P1. Na mimi naye kwa roho nasema haya, si mimi ni P1. Wacha nisimame nyuma yake nisikia anasema nini. Kesho asubuhi wewe mwalimu atakuwa hapo Mudhangari karibu na ile police station. Asubuhi mwalimu atakuwa hapo mapema. That was on Sunday. It was on Saturday. Ikuje Sunday ndio Monday asubuhi mimi ndio nilienda hapo. Na sio mimi nilikuwa naongeleshwa niende hapo. But mimi nimeenda hapo. Ametaja jina ya shule, sitaki kutaja. Ametaja mahali iko, location yake. Alafu amesema asubuhi. So in the morning, first thing in the morning, mimi ndio nilikuwa hapo. Nimekaa na document zangu na nimevaa tie, nimevaa suit. Nimekaa hapo. So mwalimu alikuja tu, alikuwa Mjaluo. Alikuwa yeye ndio head teacher. Alikuja tu akaniangalia hivi na akasema, wewe ndio fulani. Sijui aliniita jina gani, I can't remember the name. Nikamwambia ni mimi. Kuja hata umechelewa. Kuja leta vitu zako. So akanipeleka mpaka kwa class. Kani introduce kwa watoto. Na akaniacha akaenda. Mimi nikaanza kufundisha. Alikuja kujua si mimi after amenilipa mshahara ya kwanza. Ndio akakuja akajua kumbe mtu aliandikwa kazi sio ule. Sababu huyo naye alikuja. So akaambiwa already nafasi imeshafanya nini? Imeshachukuliwa. So nikaanza kukaa hiyo shule. Nikaanza kuhubiri. Nikasema let me preach, nihubirie watoto. So nilikuwa nahubiria watoto, tunaomba na watoto, tunaimba, tuna worship. Nikawa pastor ya watoto sasa. Na nikaona it is better. Nikaona afadhali nikae na watoto kuliko kuhangaika. Now wakati huyu jamaa alikuja akagundua mimi sio mimi mwenye nilikuwa niandikwe pale. Sasa akaanza kunifrustrate. Ndio nitoke. Si nilikuwa nimeandikiwa 8,000. Aka reduce mshahara yangu kutoka 8,000 mpaka 1,000 ngapi? 2. I'm telling you the truth. 1 2. Ndio nitoke. But mimi sikutoka. Nilikuwa naangalia nitoke tena. Niende kwa makanisa. Tena. Wacha nikae na hiyo 2,000. But Mungu alifanya maajabu brother. Nikimalizia nataka kusema kitu yenye inaweza saidia watu hapa. God did miracles ambazo sijawahi mpaka wa leo huwa ninashindwa, inakuwa ni vigumu. Kuna vitu Mungu anaweza fanya mpaka uone, yani akili yako iwezi contain hizo vitu. So that time mimi ni mwalimu, nalipo 2,000. Huyo mwingine mwenye alikuwa sasa nimechukua nafasi yake amerudi. So
tuko walimu wawili. Tulikuwa tunaitwa walimu ya PTA. Mungu akaniongelesha. Nilikuwa nataka kuacha hiyo shule. Yes. Mungu akaniongelesha, usiwache. So nikauliza Mungu nitafanya nini? Nikipata mshahara 2,000 ile nilipewa na huyo teacher. God spoke to me. Akaniambia, hii mshahara yako hii. Panda gari uende town. Mimi nilikuwa nasikia sauti ya Mungu. Na nikapanda gari. Nikaenda mpaka town. Nikaenda mpaka mahali Mungu alikuwa anataka niende. Mimi sikuwa najua town vizuri. Sisi ni watu tumelelewa mashambani. So nikaenda mpaka mahali Mungu alikuwa ameniongelesha niende. River Road. Hapo ni karibu na River Road. Pale nyuma. Kuna wamama wanakaa hapo. Wamama tu wako na watoto. Sijui ni kama machokora, sijui ni kama nini. Wanalala hapo, watu wanalalisha watoto wao pale, wanalala pale kwa hizo baranda hapo. Huko kumejengwa sana. So Mungu akaniongelesha akaniambia, enda supermarket, nunulia wamama maziwa na mkate na maji. Kwa hiyo pesa. So nikaenda supermarket, wakati huo kulikuwa na uchumi. Nikanunua mkate, maziwa ya hiyo 1,000 ngapi? 2. Na nikanunua tunguo kidogo, tupambas kwa watoto. So nikakuja kama ninawagawa. Hawa mama wakashangaa. Huyu mtu, kwani huyu mtu ametoka wapi? So nikagawa hiyo kila kitu, nikamaliza na nikapenduka nikaenda. Hey. Let me tell you, wakati Mungu anaongea, neno la Mungu liko na nguvu sana. I tell you. So hiyo mshahara ikaenda hivyo. Nikapata mshahara ya pili. This time round Mungu akaniambia nielekee, unaona Ngara. Kuna mto. Sijui ni Nairobi River, something like that. So hapo kuna pia machokora wanakaa hapo. Wako. Wengi sana. Na wengine wako na watoto, hata wamezaa. So nikaenda tena kwa supermarket. Kanunua maziwa, kanunua soda hizo plastic, nikanunua mikate na hiyo pesa. Unajua hiyo pesa wakati huo it was a lot of money. Exactly. Sure. So nikajaza kwa box. Nikakuja na nikawa time. So nika time sa ile wameenda. I went and started giving these things kwa watoto na hawa mama. Maziwa, soda, mkate, nikawagawa. Kaambia kuleni. Na mimi nikarudi. Nikaenda tena nyumbani. Let me tell you something that happened. That time nilikuwa nafanya hivyo, si kujua ya kwamba kumbe hivyo ndivyo Mungu anataka nifanye. Because you know this time I was not going to church. Pesa zangu I was not giving offering anywhere. So Mungu akaniongelesha nifanye hivyo. Nikafanya mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Wakati nilirudi shule nikifunza tu, nilikuwa nimetoka class. Ilikuwa lesson ya kwanza. Tumemaliza lesson ya kwanza. Then tunakunywa chai. Hapo ni around kitu saa 4 sasa. Ndio tujitayarishe kurudi lesson hasa ya kwenda lunch time. So tunakunywa chai tu hapo kwa ofisi tukiongea, nikimark vitabu. Sasa unajua obvious wa madam ndio walikuwa wamejaa hiyo shule. So watatoka waende nje kwa masengenyo. Wengine wanakaa kwa uwanja huko, wengine wanakaa huko kwa varanda. So nikabaki kwa ofisi peke yangu. So nikiwa nimekaa kwa ofisi, nimechoka, nimemark vitabu, nimechoka, nikaamua kulala. Juu nilikuwa naamka mapema. Nimelala kwa meza. Sasa nikasikia, unajua ofisi kwa staff room imeshikana na ofisi ya head teacher. So nikasikia kama kuna kelele, kama watu wanarushiana maneno. Nikashindwa kelele inatoka wapi. Kusikiliza vizuri, sio kelele ya wanafunzi. Hawa ni watu wazima wanagombana.
So kusikiliza kabisa keenly, nikasikia sauti ya head teacher na one of the madams. Ni kama wanagombana. Then nikasikia mlango imefunga. Nikashindwa, God, watapigana. Mlango imefunguka kabisa, alafu madam akatoka ndani. Ni madam ambaye nilikuwa najua, hata najua ananiona labda. Huyu madam akakuja, akapita mahali nilikuwa, na akatoka nje akaenda. Kama amekasirika sana, ilikuwa na ghadhabu sana. Then after kitu kama dakika 5, head teacher akakuja akaniambia, Mwaka kuja. So nikamfuata head teacher kwa ofisi yake. Akaniambia, kutoka leo chukua hivi vifunguo. Kulikuwa na bunch of keys. Akaniambia, chukua hiyo vifunguo. Kutoka leo wewe ndio utakuwa unakuja Saturday kushughulika na mambo ya nini? Ya tuition, na utakuwa unashughulika na kulipa walimu wale wanatakikana kulipa pesa za remedial. Wewe ndio utashughulikia hiyo kutoka leo. Chukua hiyo vifunguo sasa. Mimi unajua sina habari. Mimi nikachukua vifunguo. Akaniambia na uweke vifunguo vizuri. Nikaenda. Akaniita tena lunch time. Akaniambia umeweka vifunguo vizuri? Nikamwambia ndio. Akaniambia sasa every Saturday nitakuwa nakupatia 4,000. Every Saturday? Yeah. Kwa hiyo kazi nimekupea. So ilikuwa nikuje Saturday asubuhi. Yes. Nifungue classrooms. Watoto wakuje waingie. Alafu pia nifunze. Sababu ni wakati ya kulikuwa na classes unasainia walimu. Watoto wa grade 6 mpaka class 8. Ilikuwa siku hakuna mambo ya grade. Class 6 mpaka class 4 mpaka class 8. So nikasema, God, angalia tu sasa Mungu ameanza kutenda mambo sasa. Sasa hiyo Mungu akaniongeresha tena, wakati tu head teacher aliniambia hiyo kitu. Akaniambia, na uendelee kutembelea hao watu town. Kwani amejuaje? God is speaking to me. Continue visiting those people huko town. Unaona? Yes. So head teacher yeye amenipea kazi na ameenda. Imeisha hivyo. So si nikapata, ikawa sasa si nilikuwa naenda every month. Sasa this time round naenda every Saturday. Saturday tulikuwa tunamaliza shule by saa 7. Tumemaliza kila kitu. Sababu watu wanakuja asubuhi, saa 7 tumemaliza. So mimi nitatoka hiyo Saturday saa 7 niingie gari. Hiyo shule ilikuwa kwa barabara. Mpaka town. So nikaanza kwenda town, nafanya shopping ya 2,000. Nabakisha 2,000. So nafanya shopping ya 2,000, naenda kuona wamama wako River Road pale. Naenda kuona wale chokora wako pale Ngara. Na wanunulia chakula. Alafu narudi kuona chokora wengine walikuanga pale karibu na railways. Unaona railways? Wengi walikuanga pale. Sana wengi walikuanga railways hapo. Lakini hao walikuanga watoto wadogo. So namalizia hao. Naona sasa niko na pesa. Sasa Saturday hiyo inaisha. Sasa ni kama wakanijua. Wakiniona tu wananikimbilia. Sasa hiyo Saturday ya kwanza ikaisha, ya pili tukafunga shule. Najua tukifunga shule bado tunaendelea kuenda mambo ya tuition na nini. Sasa tukifungua shule sasa tena, si ninapewa 4,000 bado. Hii ni kazi yenye huyo madam alikuwa anafanya. Don't forget. Yenye nimepewa sasa. Tukifungua shule hivi, ikawa sasa tunapangiwa mambo ya duties. Wewe utakuwa class gani, wewe utakuwa gani. Sasa ikawa watu wanapanga, alafu watu hawako wanataka class 2. So wana avoid. Already wameshachukua hizi class za juu zote zimejaa. So class 2 hakuna mwalimu. So mimi nilikuwa najulikana I am okay kwa mambo ya math kwa hapa primary na English na Kiswahili. Na unajua wakati huo walimu kupata mwalimu anafunza hizo subject 3.
haikuwa rahisi. Wengine wanafunza tu moja hivyo. Sasa ikawa mimi naweza funza hizo subject zote. Sasa wakauliza tutafanya namna gani? Kwa vile sasa mimi nilikuwa mwalimu ya PTA, sijaandikwa na TSC. Nikaambiwa chukua hiyo class 2. Sasa unajua, nikasema mimi nikipewa class 2 nitawacha shule. Sababu hasa hao ni watoto wadogo. Sasa ninashindwa, nitafunza watoto wadogo aje? Sijazoea. But wakati nilienda nyumbani nikaomba, Mungu akaniambia chukua hao watoto. Usiwawache. Funza hao watoto. So nilikuja kama nimefurahi. Nikasema mimi nitafunza watoto wa class 2. Nikaenda nikaingia class. Sasa hiyo unajua sijazoea. Nikaanza kuonyeshwa vile unafaa ufunze class 2, kuandike maandishi kubwa kubwa kwa ubao, kuimba hizo manyimbo, sikuwa nimezoea. Sasa unajua uzuri hasa class 2 ikifika saa 6:30 wameenda nyumbani. Sasa hiyo wakati ingine yote mimi niko free. Naweza choose niende nyumbani kama nataka ama naweza kaa kwa shule. Sasa nikawa tukakuwa na mkutano sasa ya wazazi. Parents wakakuja, tukaanza kwa, unajua shule za public kuna kuanga na mikutano ya kila class. Kuna wa lower primary, so lower primary ndio kama class 1, 2 na 3. Hao ndio lower primary. So wazazi wanakusanywa, wanawekwa pamoja wa class 1, 2 na 3. Wanakuja kuongea na walimu yao. So si mimi ni mwalimu wa class 3, wa class 2. So tumekuja, wazazi wamekuja, tunaanza kuongea progress ya watoto. So tunaongea na mimi ndio secretary. Naandika chini ile vitu watu wanaongea, naandika chini. Mkutano sasa inaisha, inaelekea kuisha. Si wanauliza maswali. Question, wazazi mko na ma question nini? Mzazi mmoja anainua mkono pap, anasema walimu, sisi hatutaki watoto wetu watoke shule saa 6:30. Waacheni watoto wetu wakae shule mpaka saa 9:10. Tunaenda kulipa kila mzazi alipe mwalimu 300 shillings. We, si nilikuwa naona kama mbingu imefunguka my friend. Unajua niko na watoto wangapi? 70. Hey! 70. Na unasikia mzazi anasema kila mtoto alipe 300. That's a good money. Sasa hiyo mzazi hata hajamaliza question, mimi napiga hesabu 70 times 300. How much is that? Sasa nimejishika hivi. Mzazi akasema, "Na tunaona teacher Mwaka amejishika. Kwani uko na huzuni?" Nikaza, "Hapana, niko na furaha." Niko na furaha. Wazazi tukakubaliana watoto wakuje shule, wakae shule mpaka saa 9:10 na kila mzazi atakuwa anatoa 300 shillings. Hey my friend. Hey, this was just a miracle. Yani nikaona huyu ni Mungu anaweza fanya hivi. Na wakasema tunaanzia kutoa hiyo pesa kuanzia saa hii. That day yenye tulikuwa na mkutano nilikuwa na 19,000. 19,000. Kwa mfuko yangu. Wazazi wakienda. Mungu akaniongelesha akasema, sasa kazi yako imeongezeka. Utaanza kwenda children's home. Mimi sikuwa najua mambo ya children's home. I'm telling you to be honest, sikuwa najua. Mungu akaniambia utaanza kwenda children's home. Kwenda kuona hao watoto wenye wako kwa homes. Utaanza kwenda kuona nyumba ya wazee wale wako kule Kikuyu. Utaenda kuwatembelea. Sasa my friend, nikaanza kufanya shopping. Na chukua taxi wakati wa kukua na Uber. Naenda mpaka kule Thogoto kwenye kuna hizo nyumba za wazee. Naenda nawapatia vyakula, wananiambia utuletee kabuti, mimi unajua kuna baridi, uende next time kabuti nini, mwingine niletee shuka nini, mwingine trouser. Sasa naandika hizo vitu, nikirudi nikipanga kwenda mwezi kisha, nimebeba kabuti, nimebeba hizo shuka, nimebeba hizo trouser na vyakula na nyama nawapelekea. I'm telling you,
nikaanza kuona kumbe hii ndio kazi Mungu anataka tufanye. Kweli. Na nikaanza kusoma Bible. There are things I read in the Bible that really shocked me. Like story yenye nilisoma ya tajiri na Lazaro. Lazaro, yes. I had never, sikuwahi pata ufunuo kama hiyo kwa maisha yangu. Because Mungu akaniongelesha akaniambia kwamba unaona tajiri, kwa nini tajiri alienda kwa moto? Nikaanza kusoma Bible. Nikaanza kuona eti kulikuwa na tajiri na kulikuwa na Lazaro. Lazaro alikuwa maskini. Alikuwa amekaa kwa mlango ya tajiri. Kila mara alikuwa akitamani kukula chakula ya mfalme pale kwa mlango. Lakini huyu tajiri hakukuwa anashughulikia yeye. Alikuwa tu ana neglect yeye. So Bible inasema ikafika siku Lazaro akakufa. Akachukuliwa na malaika akawekwa kifuani mwa Ibrahimu. Tena ikafika siku ingine tajiri akakufa. Akachukuliwa akazikwa. Akaenda hell direct. Sasa macho yangu ikaanza kufunguka. Nikaanza ni kama ninaongeleshwa. Kwa nini tajiri alienda kwa moto? Alienda kwa moto sababu gani? Alinyima Lazaro kitu ya kukula. Alienda kwa moto kwa sababu gani? Lazaro alikuwa, Bible inasema alikuwa na njaa, alikuwa na kiu, Lazaro alikuwa na vidonda, mpaka mbwa walikuwa na mramba vidonda. Ati tajiri alienda kwa moto kwa nini? Alikataa kupeleka Lazaro hata kutibiwa hospitali na kumsaidia. Ati kitu kilifanya tajiri aende kwa moto ni kwa sababu alinyima mtu kitu ya kukula. Mtu mwenye alikuwa anajua. Mtu mwenye alikuwa karibu na mlango yake. That thing really touched me. Nikaunganisha na ile ya Mungu eti siku ya mwisho Yesu atachukua mbuzi aweke kwa mkono yake ya kushoto. Atachukua kondoo aweke kwa mkono yake ya kulia. Na kisha atageukia kondoo awaambie ya kwamba karibuni nyinyi watoto wangu. Sababu gani? Nilikuwa na njaa mkanipatia chakula. Nilikuwa na kiu mkanipatia maji. Nilikuwa kwa hospitali mkanitembelea. Nilikuwa gerezani mkakuja kuniona. Nilikuwa sina makao mkanipatia makao. Akawaambia karibuni. Atamuuliza, wewe ulikuwa wapi? Na njaa na kiu na mavazi huna na tukakushughulikia. Atawaambia wale ambao mlikuwa mnafanyia hii vitu yote, mlikuwa mnanifanyia mimi. Na kisha atageukia ati mbuzi. Atawaambia the same question. Eti nilikuwa na njaa mkunipatia chakula, nilikuwa na kiu mkunipatia maji, nilikuwa gerezani, nilikuwa hospitalini. Ati Bible inasema watatupwa motoni. Kabisa. Motoni watatupwa kwa sababu gani? Kuna mtu alikuwa na njaa hawakumshughulikia. Kuna mtu alikuwa na kiu hawakumpatia maji ya kunywa. Wapendwa, kuna watu wako huko nje, wako na pesa, wako na mali, but hawawezi kusaidia watu. Ni kweli. Ni wao tu wanajisaidia na familia zao. Hawawezi saidia watu wengine, hawawezi patia watu wengine chakula ya kula. Mimi nimekuwa na matajiri wengi sana. Unapata tajiri hata anakuambia kuja unionyeshe shamba, nitakununulia. Ninaenda namuonyesha shamba, anaenda ananyamaza. Na si ati huyu mtu ana pesa, huyu mtu anaweza nunua hiyo shamba na hata si kitu kwake. But unapata kwa sababu usiposaidia watu ambao wako katika needs, you are in danger of going to hell. Unaweza imba kwa kanisa, unaweza omba, unaweza kuwa mhubiri, unaweza toa unabii, but kama huwezi kusaidia watu wako na mashida in their lives, you are heading to hell. I can give you that truth for free. So mimi nikakuwa pale, Mungu akanisaidia, nikapata hiyo pesa, nikaanza kulipwa kila mwezi. You can imagine how much money now I'm getting. Kuna hii 4,000 ya teacher, kuna ile 2,000 yangu sitasahau ya mshahara, kuna sasa hii sasa karibu 20 and above thousands yenye napata kila mwezi. Sasa hata nilikuwa nimesahau mshahara. Hata saa nyingine sikuwa naenda kuchukua hiyo mshahara. Hata head teacher alikuwa ananiletea ananiambia unaulisahau kuchukua mshahara yako. Ananiletea ananipatia pale. So nikakaa hivyo, then tukaendelea na hiyo shule, tukafika mahali tena. Mungu bado anataka kunisurprise. Bado Mungu hajamaliza surprise zake. Msichana mmoja ilikuwa nakumbuka, ilikuwa ni wakati wa mtihani ya class 8. One girl akakuja akaniletea mtihani ya math. Kaniambia, teacher, hebu nifanyie hii, nimepelekea watu wameshindwa. Hebu nisaidie kufanya hii math.
Nikafanyia huyo msichana math. Nikamwambia hiyo ndio anza. Akasema hii ni maajabu. Akarudia tena, hebu rudia tena mara ya pili. Nikafanya, nikamwambia hiyo ndio anza. So msichana alipoenda, kesho yake akakuja na wengine. Akasema uwe unatusaidia kufanya math. Nikamwambia hakuna shida. So wanakuja na past papers, tuna calculate. Mimi nikimaliza kazi yangu na watoto nawapea kazi kidogo wafanye pale. Saa ingine ni wakati ya kulala kabla ijefika 3:10. Hawa wasichana wanakuja. Tunakaa na wao. Saa 10 kabla waende nyumbani wanakuja. Tunakaa na wao, walikuwa 3 na wafundisha math mpaka wakaanza kuimprove. Siku moja mimi nimekaa kwa class yangu. Nikasikia naitwa. Nikaenda. Teacher, kuja hapa. Nikaenda. Nikaulizwa. Nilikuwa naitwa na head teacher. Na kuna wazee walikuwa wamekaa hapo. Akaniuliza, kuna wasichana wanafunzanga math? Nikasema ndio. Ongea na wazazi wao. Sasa mimi nilikuwa nafikia nimefanya makosa. Sasa mzazi akasema, "Hey teacher, congratulations." Akanisalimia. Kaniambia unafanya kazi mzuri sana. Mtoto yangu ameimprove math sana. Na mimi nimekuja kukuomba mbele ya head teacher. Tunataka ubaki na watoto kuanzia 4, 5 unawafungua 6. Tutakuwa tunakupatia 3,000 kila mwezi. So wazazi hao ni wale wa matajiri wako Lavington pale. So walikuwa watoto wangapi? 10. So kila mtoto 3K. That is how much? 30,000. Kukaa tu na wao tu, kuwafunza tu kidogo kidogo. Si niliona uaminifu wa Bwana. From 2000. I tell you, niliona uaminifu wa Mungu katika maisha yangu. Nikafunza hawa watoto wakaenda kitambo wamalize, sasa wafike mtihani huko November. I had a lot of money. I had a lot of money. Na nikaendelea kwenda kwa children's, nika extend msaada mpaka Lodwar. In fact Lodwar mpaka saa hizi tuko na hao widows ambao tunatumianga mahindi gunia moja kila mwezi. Even up to now, up to this time I'm talking, we are still helping them. So mimi nikakaa hiyo, nikamaliza hiyo na hao watoto, nikiendelea na wao. Ya mwisho sasa ambayo nataka kuambia wasikilizaji, watazamaji. Nikiwa bado niko hiyo shule. Can you imagine how many miracles have happened kwa sababu ya kwenda kuona street children, kwenda kutembelea children's home, kwenda kusaidia widows, kwenda kuona nyumba ya wazee. How many miracles is God performing now? A lot. Na mimi ndio ule nilikuwa nimekosa nyama. Mungu akanifungulia mlango nikapata nyama. So nikiwa sasa tena nimekaa tu, hii miujiza yote inanipata kama tu nina relax. Kwa shule tu bado nimekaa tena, naambiwa naitwa na deputy. Tena nikaenda kwa ofisi ya deputy. Deputy akaniambia, "Hey teacher, kaa hapa." Alikuwa anafanya vitu hapo, anafanya kwa ofisi yake tu. So baadaye akaniambia, "Teacher, nikikupea kazi unaweza kubali?" Akamwambia, "Bora nijue ni kazi gani." Akaniambia, "Sio kazi mbaya. Nataka nikupee kazi na si bure." Nikamwambia, "Hakuna shida, bora unionyeshe." Unajua hiyo ni shule ya public. Shule ya public kulikuanga na pesa zinatolewa, kuna pesa ya vyakula, kuna pesa ya stima, kuna pesa ya maji. Kuna tu pesa zinaletwa na watoto, coins nini. Sasa zilikuwa zinatupanga kwa mabucket. Zinajaa hivi. So huyu teacher, huyu deputy anataka nimhesabie hizo pesa. Niwe na hesabu napeleka kwa bank. Sasa ni macoins na manoti. Sasa yeye kazi yake ilikuwa ni ananifungia hapo. Tukimaliza shule, nikimaliza kila kitu, saa 12 ananifungia hapo ndani. Ni hesabu hizo macoins, nimalize kila kitu. By saa 1 nimemaliza kuhesabu kila kitu.
na mwapatie hesabu, sasa ndiye afunge ofisi yake. Kesho asubuhi, kesho yake nikuja nichukue hizo pesa, nichukuliwe taksi, niende nipeleke kwa banki ya shule. Sasa akaniambia atakuwa ananipea 300 every day. 300 every day. So nikihesabu ananiambia weka 300 yako kando. Na unajua ni kuanzia pesa zinakuja every day. Yeah. So unaona unahesabu ikifika jioni, kesho yako unaenda unachukua pesa 300 yako iko pale kando. Sasa that is the hand of God which I saw in this school, and I would like to tell people mimi nimepitia makanisa ya ushetani, nimefanya vitu ya kishetani, hiyo tutafanya next lakini baadaye nimekuja nikarudia Mungu sasa. Na nikaona uaminifu wa Mungu. I have tasted both sides. Yes. I have tasted the side of God. I have tasted the side of Satan. And I tell you the side of God is good. Amen. As long as ukue na imani na umwamini Mungu, the side of God is so sweet, is so wonderful. So that is my journey after I had left those kind of churches. Asante sana Teacher That was a wonderful journey. Wow. And the topic and the story continues. But for exactly. loading next week. Next week, God willing. Hope you will not get tired. Yes. No, I won't. So kindly, Chemi, unless you have something else, No, we can give him a chance to share his number or his contact. That is even the social media. That is, if you have YouTube, everything, share with our colleagues. Thank you so much. On YouTube utapata Teacher Mwaka TV. Kigoogle Teacher Mwaka TV utanipata pale. Nimetoa hizi story kuanzia mwanzo, you will hear stories like these ones kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo YouTube TV nimeiweka kwa episodes, so you can start by episode 1 and then kuna pia dreams ambazo unaweza kuangalia. If kuna dreams zinakusumbua, umekuwa ukiota ndoto na uelewi, you can check, you can find dreams there. Nimeinterpret dreams nyingi, so unaweza kupata zile ambazo unahitaji zikusaidie katika maisha yako. And right now maybe nimewacha mkiona kama mimi ni tajiri. No, mimi bado si tajiri. Mimi nilipotoka kwa hiyo makanisa mapotovu, makanisa ya waaskofu wa Kora, mimi niko tunategemea Mungu. I have a small church ambayo bado haijakuwa mzuri, because I am not using the powers of darkness now, because now I'm straight following God. So naweza tu kuomba chochote ambacho unaweza kutuma katika namba yangu hiyo ambayo ndapeana. I will really appreciate. Na wale ambao wamenitumia, Mungu awabariki sana. Kile ambacho umefanya ni cha ajabu. Sababu saa hizi mimi naishi kwa imani, kukula ni imani, kulipa nyumba yangu ni imani, mimi sina shamba na sina plot, na kusomesha mtoto wangu ni imani. Nowadays I have a family, kona mke na watoto wawili. So you can help me in anything. Ni vizuri kujisema na ni vizuri kujiongea. Whatever you will help me, it can help me to buy some food stuff for my children and for my family. And God will bless you so much. My number ni 0723 770 333. Ama +254 723 770 333. +254 723 770 333. Give me a call anytime of the day. I will receive your call for more questions, for counseling, for anything that you would like to know about witchcraft, about sorcery. I am there to tell you. You need prayers, we also do prayers. We have got tuko na ofisi pale mahali panaitwa Hurlingham. So if you call me, I can direct you mahali ofisi yetu iko, so that you can pay us a visit for deliverance, for counseling, and for many other things that you would like you'd like us to help you. God bless you, and thank you so much for watching and for listening to me. I really appreciate. I can't take it for granted. May the Lord Almighty just be with you wherever you are. Thank you. Amen. Thank you, Teacher Mwaka.
Yeah, I don't think I have something else to add. Yeah. Stay blessed and don't forget to like and subscribe. This is his number. Yeah. Kindly give him a call. Na tutaendelea na the next episode next week. Stay tuned. Okay. God bless you. Amen.